moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeeleza kwamba hicho kitu hakijafanyika na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea. Na ndio hapo mambo. Sasa mtu Kailima anasimama na akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini? Vya siasa. Sasa hii si sawa. Msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao. Na wananchi waamue katika kura kwamba fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kila kura inayopigwa ihesabike. Wagombea wote wawe katika uwanja ambao ni nini? Umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni campaign ya Chadema ya no reforms no election. Kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo wa nini? Wa uchaguzi ambao tumeushuhudia. Tokea ule mwaka wa 94 ambao Jaji Nyalali na wenzake, Jaji Mkuu Nyalali na wenzake walitamka, tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine. Hawa wenzetu wa CCM katika kesi ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima, wa taasisi tatu zilikwenda mahakamani. Taasisi tatu zilikwenda mahakamani na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama Kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi, iwe t-shirt, iwe kuwapa watu chakula, siku hizi kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini? Ni matendo ya nini? Ya rushwa. Mmeona mambo yanaendelea hivi sasa. Mwezi uliopita wale ambao ni wabunge na wengine nani wanasema nini? Wanafutarisha kila nini? Kila maeneo. Eti matendo ya ukarimu. Miaka yote walikuwa wapi? Lakini mahakama ya rufaa ilitamka kwamba swala yote ambayo yanahusiana nini? Na takrima ni nini? Ni kinyume cha katiba na inakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa, mahakama kuu ilipotamka hivyo, nitaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa, maana yake ilikubaliana uamuzi wa mahakama kuu. Kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi wa mwisho kuhusiana na masuala nini? Ya kutoa zawadi, kufanya matendo ambayo nini? Ya kuwapatia watu t-shirt na kila kitu. Mahakama Kuu ilisema hivi: As correctly submitted by the advocates for the petitioners, the enactment of the takrima provisions is a very dangerous approach in the whole process of conducting elections. It amounts to building a culture which, if sustained, will lead this nation to a bad destination. People should get the opportunity to think freely and decide freely, and should not be subjected to influences of takrima. They should also be left to learn that it is their responsibility or duty to elect competent candidates and not those who are able to influence voting by offering takrima. Naomba tafsiri. Mahakama Kuu ilitamka ifuatayo. Kama ilivyosemwa na wakili waleta maombi, kuingizwa kifungu cha takrima ni hatua ya hatari sana katika mchakato mzima wa uchaguzi. Ni sawa na kujenga utamaduni ambao kama ukiachwa utasababisha taifa hili kufika katika hatima mbaya. Watu lazima waachwe kuweza kufikiria kwa uhuru na kudecide na kuamua kwa uhuru, na wasisababishwe kufikiria kutokana nini? Kwa njia za wasishawishiwe na masuala ya takrima. Lazima waachwe kujifunza utamaduni huo, unawaelewe kwamba ni jukumu lao kuchagua viongozi wanaostahili
na wenye uwezo kwa maana kwamba nini, wanaostahili kushika nini hizo nafasi, na sio wale ambao wanaweza kuwashawishi kwa vishawishi vya nini, vya takrima, zawadi na kila vitu vya namna hiyo. Hapo ndipo tulipo. Mmeona takrima zinaendelea. Hujawahi kusikia tume ya uchaguzi inasema takrima ni haramu. Mfumo mzima saizi mwenye pesa ana uhakika wa kufanya nini, kuchaguliwa kuwa nani, kuwa kiongozi wa nchi yetu, kuwa kiongozi, kuwa mbunge wetu. Yote haya ndio ambayo Chadema inasema hatuwezi kuwa na mfumo ambao umeshavurugwa namna hii.